Imepita dakika 3 hivi. Karibu katika sehemu ya 3 ya taarifa za yanayojiri siku hii ya mwisho wa mwezi Oktoba, ikiwa ni tarehe 31. Leo hii tunataka kuangazia matukio ya wiki. Yapi yamejiri, kumejiri nini, na je, kila kinachojiri huwa na athari zake hasi na chanya katika taifa hili, kwenye lingo za siasa, lingo za elimu na vile vile katika lingo za safari ama za usalama humu nchini. Zote tutakuwa tukizijadili kuweza kujua kwa nini na maana gani. Katika siasa tutakuwa tukiangazia ODM ikisema bado ipo ndani ya serikali pana. Je, kauli za viongozi walikuwa wakisema sisi tutajiondoa zitasalia hadi mwaka 2027, na wanaposema bado wapo ndani ya serikali pana, ina maana gani kwa ODM yenyewe inapojiandaa kwenda kwenye chaguzi ndogo mwezi ujao tarehe 27 mwezi wa Novemba? Vile vile tutakiangazia chama cha Jubilee ambacho kimempatia bendera yake Fred Matiang'i kuwania urais mwaka 2027. Je, ametosha kuchukua bendera hiyo? Je, anapochukua wadhifa wa naibu kiongozi wa chama cha Jubilee, ni kipi atakuwa anakileta katika chama hiki? Na je, ni mwongozo gani atakuwa anauongoza katika chama cha Jubilee ambacho kilikuwa chama tawala katika awamu iliyopita? Vile vile tutaangazia masuala ya elimu. KPSEA, KJSEA zimeandaliwa wiki hii, lakini Wizara ya Elimu, NEC, zinalalama kwamba fedha zilizotengewa Baraza la Elimu nchini hazitoshi. Kwa hivyo huenda mitihani ikakamilika, lakini usahihishaji ukawa kwenye balaa zake. Je, hii ina maana gani? Ni NEC imekosa kujipanga? Ni Wizara ya Elimu imekosa kujipanga? Ni nani amekosa kujipanga katika masuala haya ambayo tutakuwa tukiyajadili? Vile vile tutakuwa tukiangazia ajali ya ndege ambayo ilitokea kule katika kaunti ya Kwale, ambao watu 11, watalii 10 wakiaga dunia na raia mmoja ambaye alikuwa rubani akiaga dunia katika ajali hiyo. Tuanzie hapo kwenye ajali kabla ya kuzamia masuala ya siasa. Ajali hii ilipokelewa vipi na Wakenya? Kipi kilikuwa chanzo cha ajali hii, ikiwa bado tunasubiri ripoti kutoka kwa KCAA kuweza kutueleza kwa kina ajali hiyo ilisababishwa na nini? Ukikumbuka kwamba siku hiyo kulikuwa na mvua tele wakati wa asubuhi. Wakazi wa Pwani wanasema mvua ilinyesha kutwa nzima hadi mwendo wa usiku. Mvua hiyo ilikuwa inanyesha. Studioni ni naye kijana Steve Nderi ambaye ni kijana kutoka kaunti ya Nyeri, ni mtetezi wa masuala ya vijana na uongozi. Tutakuwa tukizungumzia masuala haya kwa kina, lakini tuanzie pale kwenye ajali. Ajali ile ya ndege ilitokea juzi, Steve Nderi, katika eneo la Kwale Timba kule, ambapo watu 10 ambao ni watalii waliaga dunia na pia rubani Mkenya alipoteza maisha yake kwenye ajali ile. Ni ajali ambayo imeibua hisia nyingi sana katika taifa hili. Kwako wewe, ajali ile ulipokelea vipi na kipi cha kufanya kupunguza hizi ajali? Maana pia zimekuwa zikionekana mara kwa mara, hususan ndege hizi ndogo ndogo ambazo zinafanya kazi katika hivi viwanja vidogo vidogo vya ndege. Kwanza kabisa ni kuwasalimia wa Kenya na pia kuwatakia Standard ama pia KTN kila laheri mnapo celebrate miaka 35. Kwa hivyo kwanza niseme ya kwamba KTN mmekuwa channel ambayo imekuwa ikieleza wa Kenya na kujaribu kuwaelimisha ili waweze kuelewa masuala ya taifa vile inavyofaa. Tukienda kwa hilo swala, ningetaka kwanza kusema pole sana kwa familia zilizoathiriwa. Na hilo swala nilipokea with a lot of sadness, kwa sababu hizi ajali tumeona tendency ya ajali kuongezeka in the recent few years. Tumeona hizi ajali za ndege ndogo zimekuwa hasa zina ajali sana, na hilo inaonekana ya kwamba regulatory frameworks ambazo zimewekwa na the regulating bodies ambazo zina regulate hizi ndege. Tumeona ya kwamba viwanja katika kiwanja cha Wilson, tumeona ya kwamba kuna kampuni mingi sana ambazo zimekuja za usafirishaji wa ndege. Na lile swali nimekuwa nikijiuliza ni ya kwamba tumekuwa na claims ya kwamba kuna ndege ambazo haziko katika hali njema mechanically, na wale ambao wamesafiri nazo, kuna wengi ambao wamesema ya kwamba unaposafiri na ndege hizo vile unavyohisi sio kama unasafiri na ndege ya kawaida. Na ukiangalia without the proper regulatory frameworks, kama tu usafiri
wa barabara. Ni lazima tuwe na regulation ambayo itakuwa inaongezeka zaidi, kwa sababu tunapoongeza hizi ndege tunaelewa ya kwamba kuna ndege ambazo ni mzee sana pale, zimepitwa na wakati pale, lakini unapata bado zina insist ama bado kampuni hizo zinaziweka katika biashara. Kwa hivyo mimi sio mtaalamu wa mambo ya ama masuala ya ndege, lakini ningetaka serikali iingilie kati, iangalie regulation inayofanywa katika number 1 mechanically, number 2 the signals, number 3 the way they connect. Unajua asubuhi hiyo kulikuwa na mvua nyingi sana. Na hizi ni ndege ndogo ndogo, sio ndege zile kama kubwa Boeing ambazo hasa zikasikia turbulence, wenyewe wanasema ule mtikiso wa mawimbi. Unasikia ni kama kuna bump kule. So ukiangalia hali ya hewa huwa inaathiri ndege za aina yoyote, hata ndege kubwa huathiriwa. Kwa hivyo ukiangalia wakati kuna mvua ya aina hiyo, with the proper regulatory frameworks, tungekuwa ya kwamba wale ambao wanaipa hizi ndege signals wangezidelay ili isiweze kutoka. Na number 2, at this point ninakuwa na huzuni sana na nchi ya Kenya, kwa sababu tukiwa tumepoteza watu 11, tunafaa kuwa tumeona statement ya rais, kwa sababu this one will also put Kenya, itaweka Kenya katika picha mbaya sana to the outside world, kwa sababu ukiwa na watalii, ukiwa na watu local, ukiwa na watu pia wa nje ya nchi, ni vizuri tuweze kuonyesha ya kwamba tuko empathetic about what happened. Nimengoja statement yake pia kusema what will be done, lakini in my view nimeona very many times ambapo Kenya kumekuwa na mambo kama wizi wa fedha katika serikali ama uporaji. Tunaona rais mara mingi anatengeneza kamati ya kuweza kuinvestigate what has been happening. Ningeomba rais aweze kupitia waziri wa transport aweze kutengeneza kamati ambayo itaweza kufanya uchunguzi within a matter of 3 months, na iweze kupeana directions ya how to improve the regulatory framework so that tusiweze kuwa na ajali ya aina hiyo, kwa sababu the more usafirishaji wa ndege unaongezeka Kenya, kwa sababu umeongezeka na more than within the last 5 years. Watu ambao wamekuwa wakisafiri na ndege wameongezeka by over 30%. Kwa hivyo ukiangalia watu wanaenda kwa hiyo njia, ni vizuri pia tuweze kujua ndege hizi zi hali gani, signals, na wale ambao wana control hizo signals wanaweza kuongezewa regulations so that hizi sio ndege ambazo zinaenda within maybe ukiona watu ambao wanasafiri locally, ni ndege ambazo hali ya hewa ikiwa mbaya, you can be able to delay or to adjust. Kwa hivyo pengine wakati kuna hali ya hewa mbaya, ni vizuri tupendekeze hizi kampuni ziwe na ndege ya hali fulani ambayo inaweza kustahimili, ili wasiweze kuinconvenience passengers. Kwa hivyo mimi nadhani ni vizuri tuone action being taken, especially kuchunguza ni nini kiini cha ajali hizi, kwa sababu wakati ajali kama hizi zinafanyika tunasahau, tunaenda ingine, this will not stop. And so ni vizuri, nisijaona kuna haja unadhani ya kuzikagua pia, maana umezungumzia kutengeneza labda kwa jopo kazi ileze kuangalia sera na kanuni za kusimamia usalama wa ndege humu nchini, kwa sababu kumekuwa na ongezeko la Wakenya ambao wanataka kutumia safari za ndege kuelekea maeneo tofauti. Lakini pia kuna hizi ndege kuu, ndege ambazo nyingine tunauziwa, lakini zilikotoka zimeenda masafa marefu, zimeshafanya masaa mengi, maana ndege zinahesabiwa kwa masaa, zishafanya saa nyingi hewani, hivyo zinafaa kuondolewa, lakini ndio zinaletwa kwetu Afrika kama wenyewe wanasema kwenye jaa, tunadampiwa sisi tuweze kuzitumia. Ningedhani kama vile ukiangalia magari, huwezi kuleta gari ambalo lina uzee wa zaidi ya miaka 7 katika nchi ya Kenya. Lazima ununue gari ambayo iko within range ya miaka 7. Na hiyo regulation haiko katika mataifa kama Sudan, mataifa kama Tanzania, Uganda. Wao unaweza import ama kuleta gari ya miaka yoyote. Kwa hivyo inaonekana ya kwamba tukifika katika area ya uendeshaji wa barabara, there is that regulation. Na dhani ni vyema pia tuweze kuregulate ya kwamba zile ndege zinazokuja, ile masaa ambazo zimeweza kusafiri katika hewa, ziweze kuangaliwa, na iweze pia, before we get there, lazima tuangalie hizi mandege ambazo ziko na kampuni ambazo zimekuja hapa locally, ambazo zinafanya usafirishaji wa ndege. Ni vyema tuangalie ndege zao
kama kunazo ambazo ni kuukuu ziweze kuwa banned kuenda katika hewani, na zile ambazo ziko kuweze kuwa na kama 3-time inspection kila mwaka, ili tujue kama ziko katika hali duni ama ziko katika hali inayoweza kusafiri hewani, kwa sababu usafiri wa hewani sio kama wa barabara. Ajali za barabara sio kama za hewani. Ajali ya hewani ikifanyika sana sana tunaona vifo percentage ni kama 100%. Ni 100. Kwa hivyo ni vyema tuchukulie usafirishaji ama usafiri wa ndege na the seriousness ambao inahitaji. And at the same time nimeona ya kwamba if you look at ukiangalia Kenya kuna mambo ambayo tumekuwa tukiignore. Jambo la kwanza ni usafiri wa ndege. Jambo la pili ni borders zetu. Ukiangalia serikali hii imekuwa na ulegevu ama inalegea kufanya regulations kama hizo. Ukiangalia passport yetu sasa imekuwa imeshuka katika hali yake, kwa sababu tumefungua borders na tukasema ya kwamba tunaweza patia hata foreigners ID bila kuwakagua. It is the same kind of kulegea ambayo tumeona katika kuregulate mambo ya ndege zinazokuja. Ukiangalia pale Wilson, ndege ni mingi sana. Ukienda katika airport za nchi za nje ama developed countries, 70% ama asilimia 70 ya ndege ambazo ziko pale haziwezi qualify kuingia airport ya kawaida kule UK. Tukiachana na swala hilo, kuna swala la elimu. Juzi tumemsikia waziri wa elimu ambaye ni Julius Migos akiwa na vile vile David Njegere ambaye ni afisa mkuu mtendaji wa NEC, akisema kwamba wana uhaba wa fedha kusimamia hii mitihani. Hata walimu wenyewe wakisema kwamba kuna baadhi ya fedha hawajapata hadi kufikia sasa. Hili linatoa taswira gani kwa taifa ambalo linajua kwamba mtihani lazima ufanyike, usahihishwe na matokeo yatolewe? Kwanza ningetaka kuungana na wananchi na walimu kueleza disappointment yangu na serikali vile imekuwa ikiendesha wizara ya elimu. Na vile nimekuwa nikiangalia bajeti, kwa sababu niliangalia bajeti, wizara ya elimu in fact ilikuwa imeongezewa allocation yake. Na ukweli ya mambo ni kwamba right now zaidi ya asilimia 85 ya taxes tunazo collect zinaenda kulipa madeni. Kwa hivyo ile pesa tunapata ya kusupport wizara za elimu na proceedings za serikali inatoka kwa madeni. Na it is very disappointing ya kwamba kuna shule, mimi ninajua shule kama 5 ambazo ziliharakisha wanafunzi kufanya mtihani mapema ili waweze kwenda nyumbani, kwa sababu hakuna capitation. Kwa sababu ile fees umeitisha mwanafunzi haiwezi tosha kumlast hiyo term yote. Na hii ndio ilikuwa muhula mfupi zaidi. Hii ilikuwa muhula mfupi zaidi, lakini wanafunzi wameharakishwa. Shule nyingi sana ziliharakisha wanafunzi kumaliza hiyo muhula na kufanya mitihani mapema. Ukiangalia kuna shule nyingi sana zilifunga hata kabla ya ile tarehe ambayo ilikuwa pangwa na serikali, kwa sababu hawana fedha. Wakati ambapo shule zimefunga ndio serikali imerelease capitation ambayo ilikuwa ya hiyo muhula. Kwa hivyo mimi ninaona ya kwamba ukiangalia serikali hii tumeona kuna ile wastage ya mali ya umma, kwa sababu mimi sijaona rais amekosa kwenda safari zake za ngambo. Sijaona mikutano yake ya kisiasa kwa dakika moja imesimamishwa. Sijaona hata dakika moja ile unnecessary expenditure imekosa kuwa expense. Lakini ukiangalia wizara ya afya, ambayo hiyo afya ni jambo ambayo lazima ikuwe inaendelea at every one day. Sijaona kila siku ninaona rais ameenda mahali ana promise ya kwamba tutajenga barabara. Lakini wanafunzi wetu kama hawaendelei na masomo yao. Tunaelewa ya kwamba kuna time frame. Saa hii between now na Januari tunafaa tujue ya kwamba sasa tunaenda tukitoka katika mfumo wa 844 tunaenda ile ya 2633 CBE. So hii ya CBE, hawa wanafunzi ambao watakuwa wanamaliza hii KCBE na wale ambao pia watakuwa wanaingia katika hiyo system, hawana hata kwa saa hii sijaona a proper structure ya kueleza wanafunzi hawa tutatoka hapa
tutaenda hapa, tukitoka hapa tunaenda hapa. Ile nimeona ni ya kwamba tukifika wakati ya KCBE ndio wanajipanga kujua sasa tutawapangia hawa wanafunzi vipi. Ukiangalia it's very disappointing that wanafunzi wengi sahi they do not know ama hawajui what to do with their future. Wakati ulikuwa unasoma ama wakati ulikuwa uko kidato cha 2, 3, pengine ulikuwa unajua ungetaka kuwa mwanahabari. Ulikuwa unajua ya kwamba maono yako ama future yako ungetaka ikue hapa. Kwa hivyo bado hatujaweza kuona miundo ya hii system mpya imepangwa vipi. Kwa hivyo besides masuala ya fedha, pia kuna masuala ya miundo msingi ambayo hatujaelezwa vizuri, wanafunzi hawajaelezwa vizuri, hata walimu wenyewe hawajaelezwa vizuri. Kwa hivyo mimi ningempa Waziri Migos 3 kwa 10 kwa vile wamemanage hii system ya elimu. Kijana wa nyumbani, Migos, sijui amefanya kazi vipi, maanake najua wakili wewe ni mmoja wale ambao pia unakuwa ukimfuatilia utendakazi wake, na kama unaweza fika nyumbani ukasema Migos anafanya kazi kule Nairobi kwa ajili ya taifa hili, kijana wetu tumemtoa kufanya kazi. Sijui wakili, wewe unaliangalia vipi hili swala la kwamba Wizara ya Elimu ikisema ina uhaba wa fedha ya mitihani, hata usahihishaji uende ukawa wa balaa? Asante sana Yeri kwa kunialika, na pole kwa kuchelewa kidogo, kulikuwa na traffic. Karibu sana. Kijana wa nyumbani ambaye pia ni wakili kidogo, nasema kwamba mambo sio mabaya jinsi yalivyokuwa, ambapo kulikuwa na ule waziri ambaye aliyetoka. Kidogo tumeona watu wameweza kukua na imani, watu wameweza kukua na ile hali ya kuwa kwamba kuna mtu ambaye amekalia kiti, na yale mambo ambaye anaongea kidogo yanatia ile shida iliyopo. Vile mwenzangu ameweza kusema ni kwamba zile fedha ambazo ile wizara inatumia, na hiyo ndio wizara ambayo inatumia pesa nyingi sana kuliko wizara yoyote, ni kwamba zile fedha ni zile zinatoka kwa mkopo, na sometimes mkopo uchelewa. Ndiposa unaweza kuona kwamba kiserikali wanaanza kutumia vichanganya ndimi, kusema kwamba hii itafanyika, hii pesa hatuijui, ili hali wanaielewa kabisa. Ni vile wanajaribu kubuy time wapate pesa ya mkopo. Kulingana na mimi kulingana na mimi ni hali ya kujaribu kubuy time ili uweze kupata pesa, ili uweze. Zile universities zilikuwa zimeingia katika shimo mbaya, na ndiposa sasa wamejaribu, hata rais mwenyewe katika siara zake za siasa umesikia akieleza kwamba sijui university 23 zilikuwa karibu kufungwa, but sasa they are better off, itachukua muda wakishughulikia hiyo hali. Pande hii nyingine ni kwamba ile hela ambayo ilikuwa inatumika kwa watoto kufanya mtihani kidogo pia nayo imeingia katika hilo lindi kwamba hakuna fedha. Zile fedha ambazo zinaweza kutumika pale ni zile pengine serikali inangoja wapate mkopo mahali ndio pengine World Bank iweze kufanya ile fuliza waweze kuweka pale. Gibson, nikukate ndime kidogo. Yes. Mitihani si dharura. Ni mpangilio ambao una mikakati yake inawekwa. Kuanzia mwezi Novemba tunaanza kuwasajili, Novemba ijayo tutakuwa tunafanya mitihani. Kwa hivyo hili si jambo la dharura kwamba ati sasa hivi tunakuja kuitisha supplementary budget za hizi. Si jambo la dharura, but unajua serikali jinsi ninavyoielewa ni kwamba kumeweza kuwa kumetengwa pesa. Jambo lingine la dharura zaidi likatokea, ile pesa ikakuja ikatolewa ikapelekwa pale. Sasa hamwezi tena kuitoa kwingine. Lazima tena bado mngoje pengine mahali kwingine ipatikane ndio muweze kuileta pale. So hiyo ndio changanya ndimi nilikuwa naongea. Wanafanya toa kwa Peter, weka kwa Paul, pea John leo, alafu hivyo tu. Ndio kamari ambao serikali inafanya, kwa sababu hela itoshi. Hela itoshi, na lazima mambo muhimu yashughulikiwe kwanza. Kelele ikipiwa pale katika Ministry of Health kiwa mbaya zaidi, wanasema nyinyi education mtihani sio leo.
leta peana watu pesa washughulikie hiyo shida. So hiyo ndio hali ambayo tunajipata, ambayo ni si hali mzuri. But tunaelewa kwamba tuko kwa madeni makuu na hizo deni zinahitajika kulipwa. For example, kuna wakati ambao pia tumedefault ama tumechelewa kulipa pesa. Pengine Mchina anahitaji pesa yake kama 70 billion this month, unapata 70 hakuna. Ministry of Education iko ready na approval ya 200 billion. Mnawaambia toa 70 umpe Mchina kwanza, alafu nyinyi tutawaangalilia kwingine. Kwa hivyo unasema tunaishi kwa fuliza. Tunaishi kwa fuliza. Hiyo ndio shida iliyopo, na si ati ni utendakazi wa waziri ama ni mtu yote katika wizara yote ambaye amelegea. Ni ile hali kwamba kuna changamoto ya pesa. Matiang'i ametosha? Matiang'i akiwa waziri kazi yake ilikuwa inabainika. Na kazi yake ilivyokuwa inabainika, na nataraji kwamba hiyo ndio sera ambayo anajaribu kutumia ili kuweza kuwania kiti cha urais. But kitu ambacho ningependa kumadvise ni kwamba kazi ya waziri na kazi ya urais ni kazi mbili tofauti. Waziri ni kazi umeandikwa. Ile ya rais lazima uende kwa wananchi. Ile lugha yake aweze kuibadilisha iwe lugha ambayo inaweza kumfutia Mkenya kumpigia kura na aweze kujipanga sawa sawa. Kwa sababu hii kiti upewi. Hii kiti unatafuta. Na tunahitaji kumuona kwamba ameenda pale nje ameanza kutafuta kiti. Bure kukaa chini na kufanya press statement leo, kesho unaenda unaattend matanga mahali. Hiyo si hali ya kutafuta kura. Lakini anafaa kukuwa na secretariat ambao kidogo inaonekana, inaaminika, na kukuwe na communication strategy ambayo iko very clear, watu wajue kwamba amejitia katika ulingo wa kutafuta kiti cha urais. Ukimbainisha, kabla nije kwa Kondere, ukimbainisha wewe kama utamuita tena mtoto wa nyumbani, hulka yake alivyo kisiasa, ukimfananisha na wanasiasa wengine. Jana nimemsikia rais mwenyewe akijipiga majigambo la kifua kwamba hakuna anayeniweza, labda aliyelala ndiye angenisumbua, hawa wengine waliobaki wakipumua hawaniwezi wote. Nadhani anayo hiyo nguvu na haiba ya kuwa na msukumo kama waliolala kumsumbua Rais William Ruto? Kulingana na mimi, Matiang'i hawezi feel hulka ya aliyelala Raila Amolo Odinga, kwa sababu Raila ni mwanasiasa ambaye alikuwa amekomaa kwa miaka mirefu. Na alikuwa amewania kiti kwa muda mrefu, alikuwa amekuwa serikali kwa muda mrefu. So na alikuwa ameongea na Wakenya kwa muda mrefu. Hiyo ndio naweza kumwambia kwamba bwana Matiang'i aweze kujitengeneza mwenyewe, na muda ni mfupi. Aweze kujitengeneza sawa sawa ili Wakenya waweze kumjua, wajue sera zake ni gani, hulka yake ni gani, msimamo wake ni gani kuhusu mambo kadha wa kadha, sio jambo moja. For example, kuna issue kama ambayo ipo Tanzania, hali yake ni gani, msimamo wake ni upi? Kwa sababu Wakenya sasa hivi wanajaribu kuona kama Watanzania pia wanaweza saidika. Na kama wewe unataka kuchukua hisia za wale wa Kenya, lazima uonekane kwamba unaenda na ule msimamo wa Kenya. Matamshi mengine yanaweza kuwa unpopular, but kwa sababu ya kisiasa lazima ujue ni nini inahitajika. Ile lugha inafaa kuchange kutoka serikali. Haswa sana tulimjua na mambo ya kiserikali, au kuongea mambo ya kulainisha vitu kiserikali. Sasa lazima aweze kuconvince wale wa Kenya kwamba yeye ni mtu ambaye anaweza kusimama na wao, na aweze kukuwa na msimamo haswa kuhusu issues kama za human rights na issues kama za uchumi. Anafaa kuwa akisimama kidete kukosoa serikali, ama kukosoa serikali kama kuna wakati ambao imezidi kufanya zile haki za kibinadamu ziweze kudharalishwa. Anafaa kuongea ili Wakenya waweze kujua kwamba ni mtu ambaye wanaweza muhenzi. Unaona, kiongozi kinara wa ODM ambaye aliaga ni mtu ambaye Wakenya wako na tashwishi yote na yeye. Walikuwa wanangoja, wanasema mbona Raila hajaongea? Mbona hajaongea? Kwa sababu yeye akiongea tunajua itatimika. So kumlinganisha na Matiang'i kidogo, Matiang'i yako na kibarua, anafaa hayuko mbali, but ni kujitengeneza ili
ajifanyie ile inaitwa political packaging ama branding ya kuwa anataka kusimama kiti cha urais, sio ile ya kusema unajua kazi tulishaifanya, si mnajua kazi yangu. Ile rekodi ya Uhuru Kenyatta sio rekodi ambayo unaweza kuitumia katika kuingia State House pia wewe. Bila shaka. Nataka tupate pumziko fupi, nikirudi nataka kusikia kwenye msimamo wa kijana Steve Nderi, nao vijana wanasimama wapi. Pia nikibainisha kwamba yeye anatoka eneo la kati. Chama cha Jubilee kina mizizi mizito iliyoshikana na udongo katika eneo la kati. Je, itakubali kunyunyiziwa maji kutoka eneo lingine na kumpatia shina hilo Matiang'i? Swali ambalo tutakuwa tunalisikia kutoka kwake, majibu yake Steve Nderi. Karibu katika sehemu ya mwisho ya taarifa hizi za yanayojiri. Ni mhusisha Steve Nderi katika swala hili linalofungamana na Fred Matiang'i na chama cha Jubilee. Eneo la kati unadhani limepokelea vipi hatua hii ya chama cha Jubilee kusema kwamba bendera imeshampatia Matiang'i kuwania urais mwaka 2027, na ni chama ambacho kidogo maarufu wake ulififia katika uchaguzi wa 2022? Na kwanza ni vizuri kusema kwamba umaarufu wa chama cha Jubilee umefifia sana, umedidimia kutoka uchaguzi wa 2022, hasa kwa sababu kiongozi wa chama amekuwa amenyamaza sana, ambaye ni kiongozi Uhuru Kenyatta. Lakini lile jambo nimeliona kwa sababu mimi nimesafiri sana katika eneo la mlima. Umaarufu wa chama cha Jubilee unaweza kuwa umefifia, lakini umaarufu wa kiongozi wa chama cha Jubilee bado hujafifia. Wengi bado wanamwangalia kama kiongozi ambaye ataipa eneo hilo direction ama mwelekeo wa kisiasa. Kwa hivyo mimi nikimwangalia kiongozi aliyekuwa waziri Matiang'i, bado kwa saa hii namuona bado, hata kama anapendwa sana na wananchi ama watu wa mlima, kuna mahali ambapo bado hajatoka, bado anakaa kama anapangwa. Hatujamuona kama vile wakili amesema akiwa ametokea kuipa maoni yake ya kisiasa. Tumeona Martha Karua amekuwa akisimama anaongea kuhusu yale yanaendelea Tanzania. Tumeona ya kwamba yeye sana sana ana delay sana ama anangoja kabla kuipatiana maoni yake. Na nikiangalia in my own analysis ni kusema ya kwamba maoni yake inategemea maoni ya wale ambao wamempeleka katika mezani. Kuna methali ya Kikuyu inasema ya kwamba ukiona kobe juu ya meza ujue ameekelewa, sio yeye mwenyewe amepanda pale. Kwa hivyo sisi tukimwangalia Matiang'i anakaa kama kobe ambaye ameekelewa katika mezani, na ili yaweze kushuka aende pale lazima amngojee aliyemwekelea juu akuje amshushe amwambie ni pale. Kwa hivyo kuna vile ya kwamba Matiang'i, hata ukiangalia wanasiasa ambao wamemzunguka, sana sana unaona kila mwanasiasa anashindania kujionesha ya kwamba ni mimi nimemleta Matiang'i. Ukiangalia secretary general, lakini saizi amepewa nguvu, sasa yeye amepewa naibu, amepewa nguvu ya naibu kwa sababu pale mbeleni ni yule former PS chairman wa chama alikuwa anawakilisha chama cha Jubilee katika muungano wa viongozi wa opposition. Na hata ukiangalia zile statement zao, chama cha Jubilee yule alikuwa anasign ni Torome. Kwa saa hii sasa yeye ndiye atakuwa anawakilisha chama katika miungano ama mikutano ya opposition. Kwa hivyo ile nadhani chama cha Jubilee na Uhuru wanajaribu ni kumpeleka pale mezani ili awache sana sasa kungoja, because kwa sababu ukiangalia yeye alipokuja kuna ile kitu inaitwa the pragmatic reality ama reality ama mambo ilivyo, mambo bayana versus mambo ulivyopenda iwe. Kwa hivyo Matiang'i bado ako pale kwa mambo aliyotaka ama alivyopenda, matumainio tu. Kwa sababu yeye anaposema hii kazi tulifanya, yeye anadhani ya kwamba Wakenya watareward merit. Wakenya hawajui kureward merit. Wangekuwa na hiyo, mimi nimekuwa katika debe mara mbili sasa. Nimewania kiti cha useneti
pale Nyeri na kiti cha ubunge. Yale nimeona ni ya kwamba Wakenya hawajui kureward merit ama ujuzi wako wa kazi. Wakenya sana sana wanapelekwa na ile motion ama ile wave ama ile moto ambayo inawaka katika wakati wa uchaguzi. Kwa hivyo mimi nikimwangalia kiongozi Matiang'i, kwanza lazima atokee kama kiongozi ambaye ni independent, ambaye amejileta yeye mwenyewe, ambaye hajaletwa yeye mwenyewe. Kwa hivyo nikiangalia wengi pale Mlima walikuwa wanamuona wakati alisema atasimama kama kiongozi wangetaka akuwe rais. Lakini kuna another angle ambayo inajitokeza. Kiongozi wa chama cha DCP hakuwa sana anataka Matiang'i aje na chama cha Jubilee. Alikuwa anamtaka aende atengeneze chama chake cha kuunganisha kabila yake ili akuje unganishe nasi. Ni ukweli na ni bayana kwamba kiongozi wa DCP, lakini sidhani kwa sahihi ni kiongozi wa DCP, lakini anaitanishwa na hicho chama. Amekuwa akona hofu ya kwamba Matiang'i akiipeperusha bendera ya chama cha Jubilee, wale watu katika eneo la Mlima ambao wanapenda Uhuru Kenyatta, ambao wanapenda Matiang'i, watafuata chama hicho na inaweza kuwa itasambaratisha DCP, kwa sababu wale wabunge ambaye pengine kwa akili yake anaona anaweza pata wabunge kama 60 hivi pale Mlima, utapata ya kwamba kwa mfano kaunti ya Nyeri tuko na maeneo bunge 6. Kwa hiyo 6 utapata ya kwamba Jubilee imepata 3, DCP pengine 3 ama DCP 2, Jubilee 2, independent ama vyama vingine 2. Kwa hivyo hiyo itafanya ya kwamba kiongozi wa DCP ile negotiation power, kwa sababu tukiangalia kwa saa hii ni bayana ya kwamba kiongozi wa DCP hawezi kuwa rais, hawezi kuwa mgombea wa rais kama vile mambo ilivyo kotini kwa saa hii, hatujui kama yatabadilika, na ni bayana ya kwamba hawezi kuwa running mate. Kwa hivyo yeye ana bank na ile negotiation atakuwa nayo katika meza ya kisiasa wakati watakuwa wanapanga. Na kwa hivyo atakapoenda na wabunge ambao sio wengi, ama ni chini ya 20 ama chini ya 30, hata kuwa na ile nguvu ya kunegotiate. Kwa hivyo nimeona ya kwamba wakati tulikuwa tunasikiza habari ya kwamba mwenye alileta habari ama hizo za chama alisema hatujui kama hii ni ishara ya kwamba Uhuru Kenyatta watafanya kazi na Rigathi Gachagua. Mimi nikiangalia Uhuru Kenyatta anataka kuichukua nafasi aliyokuwa nayo katika Azimio, hapa ambapo walikuwa naitwa mwenyekiti. Naye Rigathi Gachagua hiyo ndio nafasi angetaka katika hiyo coalition ya opposition. Ya kwa sababu ukiwa mwenyekiti wewe unapanga wengine. Wakati Uhuru atarudi kwenye siasa kupitia Fred Matiang'i, atakuwa anamkata Gachagua indirectly. Kwa hivyo mimi ninajua Uhuru Kenyatta bado hajamaliza ile mvurutano yao na Rigathi Gachagua, lakini kwa mambo ya juu ama on the front line watauficha, na pengine tutaona wakifanya kazi pamoja, na wakati opposition itaweza kuundwa vizuri tutaona pengine Uhuru Kenyatta akiwa chairman, Rigathi Gachagua akiwa pale, lakini pale mwishoni kile Rigathi Gachagua pengine atakuwa anadhani atapata, maybe pengine apewe mawaziri wake ama apewe share yake, itakuwa inadidimia, kwa sababu asipopata ile asilimia ya wabunge ambao anadhani atapata. Amekuwa akisema ya kwamba yeye ataleta kura milioni 6. Ni muhusishe naye Gibson katika hili. Kwa hivyo hizo milioni 6 watakuwa haizitakuwa ni yeye pekee amezileta, watakuwa amezileta na Matiang'i kupitia Uhuru. Naam, Gibson, kufanya kazi kwa Rigathi na Uhuru nadhani kutawezekana, manake bado kunaonekana kati yao kidogo joto ni jingi. Joto ni jingi, lakini katika ile meza ya siasa huwezi kusema kwamba wanaweza kufanya ama hawezi kufanya, kwa sababu nani angetarajia kwamba Raila angeweza kufanya kazi na rais ambaye aliyopo, kwa sababu rais mwenyewe alikuwa amesema kitu ya nusu mkate mimi sitafanya, na yeye kwamba ndio tunaona aliweza kuanza hiyo mazungumzo kwamba waweze kuwa na broad based government. So kisiasa mimi siwezi kusema kwamba, haswa kisiasa hapa Kenya, siwezi kusema kwamba ni jambo geni. Unaweza kuangalia siasa kwamba mimi na ndugu Nderi tunakosana vibaya sana leo, kesho
tunaangalia tunaona Wakenya wamesimama wapi, tunaambia bwana Nderi, unaona wananchi watatuacha na tuwezi situungane ili tuweze kusonga mbele. Na kwa wanasiasa hilo sio jambo ngumu sana, ni jambo rahisi sana. Uhasama ambao uliopo kwa sasa baina ya Rais Uhuru Kenyatta mstaafu na naibu wa rais ambaye aliyeng'atuliwa bwana Rigathi ni ule uhasama wa kisiasa tu. Hawa ni watu ambao wanajuana vizuri sana. Wanajuana vizuri. Ule alikuwa PA wake kwa miaka mingi na aliweza, anasema yeye ndiye alimsafisha, akaweza kumleta kwenye Wakenya kumwambia sasa ndio Wakenya ndio huyu asimame urais. So ukiona watu wakiongea hivyo hata hadharani, unajua kwamba pale nyuma kuna mengi wanajua baina yao. So hata uliweza kuona pia msemo pia kama huo ukifanyika na Raila na Rais William Ruto ambao walisema wao ndio waliunda kile chama cha ODM. Lakini Gibson, Yes. unaona anasema huenda shida sio Uhuru. Lakini msukumo wa nyuma ya Uhuru, unajua anamzungumzia nani? Ambaye ndo huenda hadi sasa hivi ana hasira kali dhidi ya Rigathi kwa yale yaliyofanyika wakati wa uchaguzi wa mwaka 2002 na zile kampeni za sufuria. Inaweza kuwa but kwa kisiasa, ndiposa nasema kwa kisiasa huo msimamo change. Wanasema a day in politics is too long. Ile mambo mlianzia asubuhi kufika jioni saa 6 sio the same mtakuwa mnaongelea. Ukifika jioni sio hiyo bado mtakuwa mnaongelea. Mbona anasema hivyo? Katika ule kinyang'anyiro cha 202 bwana Raila Odinga ambaye miaga alikuwa anaenda pale Serena. Actually alikuwa na drive pale Serena kwenda kusaini agreement na bwana Simeon Nyachae ili waweze kusimama pamoja. But kupita hapo Uhuru paka akasikia kelele, akauliza hao ni nani wako pale? Kaambiwa ni watu ambao wamekuja rally ya Mwai Kibaki. Akauliza ni wengi sana, akaambiwa ni wengi zaidi. Akasema geuza gari tuende pale. Wakageuza pale na yeye akapewa podium akasema Mwai Kibaki tosha, na siku ikaribika. Pale Nyachae pale Serena anangoja kusaini agreement. Anaambiwa unangoja mtu ambaye asha declare huko. So kisiasa unaona hiyo ilikuwa within a short day. Mmeongea na asubuhi kuja tuende tusaini agreement, niko njiani. Unangoja tu afike msaini agreement. Unangoja amechelewa kidogo unaambiwa hiyo sio kuchelewa, ako pale kwenye mkutano mwingine anafanya declaration. So kisiasa mambo ni mingi. Kisiasa ni mambo ambayo inachemuka kila wakati, na kulingana na ile kitu wanasiasa wanaheshimu zaidi ni kupata mamlaka. Na kama tunaweza kuungana na Yeri niweze kumtenga Nderi, hata kama ni rafiki yangu wa chanda na pete, lazima tushirikiane ili tuweze kufanya kupata hiyo mamlaka. So kulingana na mimi ile uhasama uliopo, uhasama upo, but kisiasa unaangalia uhasama utatusaidia kivipi kama tutapata mamlaka. Ili tupate mamlaka ili tuanze kujisort wenyewe, lakini hiyo hata tukifika pale mbele tunaweza kuachana, hata agreements zinakuanga hivyo. Sisi tuingie mimi nipe yangu na wewe uchukue yako, but pale mbele hakuna assurance tutaanza kusaini mkataba mwingine, kwa sababu ni muhimu kwamba tuwe mamlaka kwanza, tuwe kwenye mamlaka kwanza ndio mambo mengine iweze kuangaliwa pale. Unaibua swali ambalo mwenyewe amejigamba nalo jana rais, kwamba upinzani hakuna anayemweza. Kwa ufupi tu kwa dakika 2. Unadhani kwenye upinzani ulivyo sasa Nderi unawezana na Rais William Ruto mwenyewe akijigamba kwamba wote waliopo hawamwezi? Kwa maoni yangu Rais Ruto anaposema hivyo ninaona ya kwamba lazima anajua kile anachosema. Lakini ili opposition iweze kutoa kiti cha urais ni lazima wakae pamoja. Wakati watakapotengana, hiyo itakuwa leseni ya kupatia Rais Ruto aende awe rais kwa muhula wa pili. Saa hii ile njia pekee ya opposition ama upinzani kutoa kiti cha urais ni kumpa tikiti Mheshimiwa Kalonzo Musyoka. Mheshimiwa Kalonzo Musyoka ndiye pekee nimeona ya kwamba amejitokeza, ameyafanya maoni yake
kujulikana na wananchi wa Kenya, na Kalonzo Musyoka ameweza kuwaunganisha. Niliona mkutano jana ambapo Kalonzo Musyoka anatembea Mheshimiwa Rigathi na aliyekuwa PS ama katibu wa usalama Karanja Kibicho katika mkutano mmoja. Wakati niliona Karanja Kibicho, nilimuona Rais Uhuru Kenyatta ama kama anawakilisha Rais Uhuru Kenyatta katika mkutano huu. Wakienda wakiwa pamoja, ninaona kuna uwezekano ya kwamba wanaweza toa urais, lakini lazima wakae pamoja, kwa sababu wakati Azimio wali ignore ama wakawatenga Musalia Mudavadi na wakamtenga Moses Wetangula, wakasema pengine hawana kura. Hiyo kura 1200 1400 ndio ilifanya wakose ushindi. Kwa hivyo ningeomba ama mimi ningesema ya kwamba kama upinzani wanataka kushinda, lazima wakae pamoja. Jambo la pili, kama upinzani wangetaka kushinda, lazima wajue vile wataunganisha vijana wa Gen Z wa rika hii. Wakishindwa kupata nafasi ama njia ya kuwaleta Gen Z katika hiyo meza yao, Gen Z wakipata njia ingine watakuwa wamesambaratika. Kwa hivyo mimi ninaona ya kwamba wakimpa Kalonzo Musyoka tikiti, ninaona kule nimetoka mlimani amekubalika, na watu wa mlima wanasema ya kwamba Kalonzo Musyoka akipewa tikiti na pengine Matiang'i awe naibu wake, pengine wanaona hiyo tikiti ni tikiti ambayo inaweza pewa kura, kwa maoni yangu. Asante. Kwa dakika mbili. Nakubaliana na ndugu yangu katika jambo ambalo ameongelea kwamba upinzani jinsi ulivyo hakuna vile unaweza kumshinda rais. Hata yeye mwenyewe ameweza kuona, ndiposa anaweza kusema hivyo. Ya pili, upinzani ama rais, kuna kibarua moja muhimu sana ambayo ndugu yangu ameweza kuelezea, ni kwamba ile Gen Z vote itakuwa the determining vote katika kura za 2027. Kiongozi yeyote ambaye anaweza kushika ile vote ya Gen Z ndiye kiongozi ataweza kutawala. So ni muhimu kama opposition wanaweza kuungana na bado wachague candidate ambaye ana appeal to the Gen Z vote, na Gen Z waweze kuraiwa, waweze kuvote. Kumbuka kwamba Gen Z pia wapendi kwenda kupiga foleni ili kuweza kupiga kura. Iwe ni mtu ambaye anaweza kuwahimiza waweze kutoka kwa manyumba, waweze kukaa kwa laini kutoka saa 9 usiku mpaka wapige kura na wa make sure hiyo kura imecount. Ndiposa hiyo ndio kipindi pekee yake wanaweza kumshinda rais, iwapo Gen Z wataenda na rais. Asante sana. Ni Gibson Gisore ambaye ni mwanasheria na mchanganuzi wa siasa. Vile vile nimekuwa naye kijana Steve Nderi katika majadiliano haya ya kuangazia siasa na matukio ya wiki. Kufikia hapo mimi sina la ziada, ila nikushukuru sana mtazamaji kwa kutenga saa kutazama taarifa za yanayojiri Ijumaa hii. Uwe na mwezi mpya wa Novemba wenye fanaka na baraka na mengi mazuri. Kwa heri kwa sasa. Naitwa Suleiman Yeri.